Zungumza kwa heshima Bwana Trump, la sivyo wa Iran watajibu kwa lugha tofauti, mkuu wa usalama wa Iran amwambia Trump. Katibu Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, Mohammad Bagher Zolkadri, ametoa jibu madhubuti kwa vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya taifa la Iran, akisisitiza kwamba Teherani haitavumilia lugha isiyo na heshima na itajibu ipasavyo ikiwa italazimu. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Trump alidai Jumatatu kwamba Marekani itashinda vita vya Iran kwa njia moja au nyingine. Tutafanya makubaliano au tutamaliza vita, haitakuwa vigumu kumaliza kazi, Trump alitangaza kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu. Zolkadri alimhutubu moja kwa moja rais wa Marekani akisema kuwa amepatwa na umajnuni kwa kuwatishia watu milioni 91 wa Iran. Kwa rais wa Marekani mwenye njozi ambaye leo amewatishia wa Iran milioni 91, nasema hapo awali kama rais wa nchi isiyo na mizizi yenye historia ya miaka 250 tu, ulizungumza kwa maneno kama hayo kuhusu kufuta ustaarabu wa Iran wenye umri wa miaka elfu kadhaa. Matokeo pekee kwako yalikuwa kushindwa, kupatwa na ajizi na kuomba kufanya mazungumzo na kusitisha mapigano, amesema Zolkadri. Amesisitiza kwamba wa Iran hawajui na hawaguswi na lugha ya vitisho vya ajinabi. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran amemwambia Trump kwamba wa Iran hawajui lugha ya vitisho, kwa hivyo zungumza na watu wa Iran kwa heshima, la sivyo tutakujibu kwa lugha tofauti. Matamshi hayo yametolewa kupinga waziwazi vitisho vya mara kwa mara vya Washington dhidi ya Iran. Maafisa wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba Jamhuri ya Kiislamu na watu wake wenye fahari hawatakubali kamwe uonevu au maneno yasiyo na heshima kutoka kwa Marekani. Teherani imeweka wazi mara kwa mara kwamba uchokozi wowote au kiburi kitakabiliwa na jibu imara lililopangwa na linalofaa. Vilevile Iran haitawahi kuacha azma yake kutafuta haki na kulipiza kisasi dhidi ya wauaji wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu shahidi Ayatollah Ali Khamenei, zaidi ya miezi minne tangu alipouawa washahidi kwenye mashambulizi ya kigaidi ya Marekani na Israeli. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hattam katika siku ya pili ya mazishi ya umma ya Ayatollah Khamenei na wanafamilia wake waliouawa washahidi kwenye hujuma hiyo ya kigaidi. Jenerali Hattam amesema wale waliofanya uhalifu huu lazima wajue kuwa taifa la Iran na sisi sote hatutaacha kamwe jitihada zetu za kutafuta haki, hatutawaacha wapotee, na huu ni uamuzi thabiti ambao tutaufuata mpaka tutakapopata matokeo yanayostahili. Ayatollah Khamenei pamoja na binti yake, mkwe wake, mke wa mwanawe, mjukuu wake na makamanda kadhaa wa juu wa kijeshi waliuawa washahidi kidhalimu kwenye shambulio lililolenga ofisi yake jijini Teherani mnamo Februari 28 sawa na Ramadhani ya 10 katika siku ya kwanza vita vya siku 40 vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Ukatili huo ulizua majibu makubwa kutoka kwa Iran, ikiwemo mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi na rasilimali za Marekani kwenye eneo, pamoja na mashambulizi ya makombora dhidi ya maeneo yanayokaliwa na Israeli. Hata hivyo, wakuu wa Iran na wananchi wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa nchi hii inafuatilia kulipiza kisasi cha mwisho kwa mauaji ya Ayatollah Khamenei, mwanazuoni mpendwa na kielelezo cha imani kwa Waislamu ulimwenguni kote. Msemaji wa harakati ya Mukawama Jihad Islamu ya Palestina amesisitiza kuhusu matamanio matukufu ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei, akisema kuwa nguvu ya muhimili wa Mukawama inatokana na kujitolea kwake maishani. Mohamed Al-Haj Musa amesema hayo akiwa mjini Tehran na kuongeza kuwa kuchanganyikiwa kwa damu ya viongozi wa muhimili wa Mukawama. Mohamed Al-Haj Musa amesema hayo akiwa mjini Tehran na kuongeza kuwa kuchanganyika kwa damu ya viongozi wa muhimili wa Mukawama na damu ya wapiganaji wa Palestina ni dhihirisho la umoja wa vita na hatima ya pamoja katika kukabiliana na adui mmoja. Amesisitiza kuwa damu ya hayati kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei imechanganyika na damu ya wapiganaji wa Palestina katika vita moja dhidi ya utawala haramu wa Israeli. Haji Musa amebainisha kuwa Ayatollah Khamenei alikuwa na ahadi thabiti katika mapambano yaliyolenga ukombozi wa Palestina na alikuwa nguzo ya msingi katika kuunga mkono taifa la Palestina kwa miongo kadhaa, akitoa msaada mkubwa wa kijeshi, kilojistik na kisiasa katika mwelekeo huo. Vilevile msafara mkubwa usio na mfano wake wa mazishi adhimu ya kihistoria ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu yamefanyika Jumatatu Teherani, mji mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msafara huo mkubwa makumi ya kilomita ulianza masaa kadhaa hata kabla ya kuanza kutekelezwa ratiba rasmi iliyotangazwa na serikali kwa ajili ya kuenzi na kumwaga rasmi kiongozi shahidi aliyeuawa kikatili na tawala za Marekani na Israeli, akiwa pamoja na maafisa wa ngazi za juu serikalini na jamaa wa karibu wa familia yake. Na umati wa ombolezaji uliweza kufurika barabarani katika mji mkuu wa Iran, huku msafara wa mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Said al-Khamenei yakianza, na tukio hilo linaelezwa na maafisa kama mkusanyiko mkubwa zaidi wa umma kwa kushuhudiwa katika historia. Ni kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria amesema akiahirisha nafasi ya ustaarabu wa maelfu ya miaka wa Iran
katika historia ya dunia kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sasa imegeuka kuwa moja mataifa makubwa yenye ushawishi katika ngazi ya kimataifa. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa inatambuliwa kama moja vituo vikuu vya nguvu katika mfumo wa dunia wa pande nyingi, akisisitiza kuwa nchi hiyo imeonyesha ustahimilivu wa hali ya juu mbele ya mashambulizi ya Marekani. Kwa mujibu wa Paris Today, ikinukuu IRNA, Karin Heisley, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria, amesema kwenye mahojiano kuwa Iran kwa sasa imejidhihirisha kama nguvu muhimu katika dunia yenye mfumo wa pande nyingi baada ya kuonyesha uwezo mkubwa wa kustahimili kile alichokiita uchokozi wa Marekani. Heisley ameongeza kuwa nafasi mpya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mlingano wa kisiasa wa kimataifa imezua wasiwasi mkubwa mjini Washington. Katika kauli nyingine alizowahi kuzitoa, Heisley alisisitiza kuwa Marekani haiwezi kudai kuwa ilipata ushindi katika vita dhidi ya Iran, akieleza kuwa hadhi na uaminifu wa jeshi la Marekani umewekwa katika mtihani mkubwa. Na idadi kubwa ya wapiga kura nchini Marekani wanaamini kuwa vita vya Donald Trump dhidi ya Iran havijazalisha tija inayostahili gharama zilizotumika. Kulingana na utafiti mpya wa gazeti la Financial Times, hali hiyo inaashiria jinsi mzozo huo unavyozidi kudhoofisha uungaji mkono kwa mtawala huyo kuelekea uchaguzi wa katikati wa muhula mwezi Novemba. Utafiti huo wa kitaifa uliofanywa wiki iliyopita na kampuni ya Focal Data umebaini kuwa 58% ya wapiga kura waliosajiliwa walisema vita hivyo vilikuwa na gharama kubwa na havikuwafaidisha Marekani hata kidogo. Aidha, 44% ya wapiga kura walieleza kuwa mzozo huo umeifanya Marekani kuwa katika nafasi duni zaidi dhidi ya Iran ikilinganishwa na 31% pekee waliosema kuwa vita hivyo vimeimarisha nguvu za Washington. Ikizingatiwa ukubwa wa gharama hizo, Ikulu imeliomba bunge la Marekani kuidhinisha dola bilioni 67 za fedha za serikali ili kugharamia gharama za vita hadi sasa. Utafiti wa Financial Times pia umeonyesha kuwa wapiga kura wana mashaka makubwa kuhusu makubaliano kati ya Washington na Tehran. Takriban 66% walisema makubaliano hayo hayataleta mabadiliko makubwa katika amani na utulivu wa eneo la Asia Magharibi, au huenda yakachochea ukosefu wa utulivu na kuongeza uwezekano wa migogoro zaidi. Utafiti huo pia umeangazia jinsi vita hivyo ambavyo vimesababisha kupanda kwa kasi ya bei ya mafuta na bidhaa nyingine za msingi mwaka huu vinavyoendelea kushusha kiwango cha uungaji mkono kwa rais wa Marekani Donald Trump.